Karibu sana mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kujiunga nasi. Siku ya leo tutazungumza kuhusu maumivu wakati wa hedhi, sababu zake, dalili zake, matibabu yake, lakini pia tutaangalia matarajio baada ya kupata matibabu. Karibu nami, tutakuwa nami Dr. Mniko. Maumivu wakati wa hedhi ni tatizo linalowapata wanawake wengi. Wanahisi tumbo linakaza au kunyonga chini ya kitovu. Kwa baadhi ya wanawake maumivu yanaweza kusambaa mpaka mgongoni au kwenye mapaja. Wapo pia wanawake ambao haya maumivu ya tumbo yanaambatana na kichefuchefu, kutapika, kuharisha, maumivu ya kichwa, kizunguzungu na hata kuishiwa nguvu kabisa. Ukali wa maumivu unatofautiana kati ya mtu na mtu. Wapo wanawake ambao maumivu yao ni makali kiasi kwamba hawawezi kufanya chochote mpaka hedhi itakapokuwa imeisha. Wakati wa hedhi, mji wa mimba unanywea kutoka kwenye ile umbile lake la kawaida kwenda kuwa dogo. Hili linafanyika ili kuondoa ule ukuta wa mji wa mimba ambao unakuwa umetengenezeka kwa ajili ya kupokea mimba. Kuta hizi zinapokuwa zikipukutika, ndio ile damu inatoka kama hedhi, kama mimba haijatungika. Kwa hiyo ule mkazo wanawake wanausikia. Lakini pia homoni inaitwa prostaglandin inatolewa wakati wa hedhi na kusababisha maumivu. Sasa wingi wa homoni hii unatofautiana kwa kila mwanamke. Kama homoni hii inatolewa kwa nyingi sana, itasababisha maumivu wakati wa ujauzito, wakati wa hedhi, na ukali unategemea na wingi wa homoni hii. Sababu nyingine ni kama ukiwa na uvimbe kwenye mji wa mimba au kama una maambukizi kwenye mfumo wa uzazi. Kwa hiyo hizi ndio sababu na sababu nyingine. Ni rahisi zaidi kupata tatizo hili la maumivu makali wakati wa hedhi kama kuna mwanamke mwingine kwenye familia yako ambaye ana tatizo kama hili. Uko kwenye hatari zaidi kama wanawake ambao wako chini ya miaka 30, wanalipata zaidi wanawake ambao hawajabahatika kupata mtoto, na wanawake ambao wamevunja ungo kabla ya mwaka 11 pia, na wanaovuta sigara wako kwenye hatari zaidi ya kupata maumivu makali wakati wa hedhi. Ni kweli kwamba kuna wanawake wanapata maumivu ya tumbo ambayo sio makali sana na wanaweza kuyavumilia, lakini pia wapo wanawake ambao wanashindwa hata kufanya kazi zao kwa sababu ya maumivu. Hawa wanapaswa kuonana na daktari. Kama unapata maumivu ya tumbo wakati wa hedhi na una miaka zaidi ya 25 au maumivu yako ya hedhi yanaambatana na homa kali sana, ni vizuri ukaonana na daktari. Lakini pia kama unapata maumivu hata baada ya kumaliza hedhi yako au kama unatumia dawa na hazikusaidii, nawe pia unapaswa kuonana na daktari ili aweze kukusaidia. Ukifika kwa daktari atakufanyia uchunguzi wa mwili na kisha anaweza kuagiza vipimo. Anaweza kuagiza ufanye vipimo, kwa mfano kipimo cha picha za ultrasound ili kusaidia kuona kisababishi cha maumivu yako ni nini. Kipimo hiki ni muhimu kwa sababu kinamsaidia daktari kuchagua matibabu sahihi kwa ajili ya kuondoa chanzo cha maumivu yako. Inawezekana akaagiza ufanyie upasuaji kama kuna uvimbe humo ndani ambao unasababisha maumivu. Unaweza kufanya mambo haya nitakayosema hapa ili kupunguza maumivu ya tumbo wakati wa hedhi, lakini kama ukiona hayasaidii haya tunayozungumza hapa, tafadhali nenda kwa daktari ili aweze kukupatia matibabu sahihi baada ya kutambua tatizo ni nini. Unaweza kuoga maji ya uvuguvugu wakati wa hedhi. Unaweza kuloweka taulo au kitambaa kwenye maji ya moto na ukaweka kwenye hiyo sehemu ya kwenye chini ya kitovu ambayo inauma. Unaweza kutumia pia dawa za kutuliza maumivu kama paracetamol au ibuprofen. Tunapendelea zaidi ibuprofen ambao wengine wanaita brufen kwa sababu hii ni dawa ambayo inazuia zile homoni za prostaglandin. Baadhi ya tafiti pia zinaonyesha kuwa kutumia vitamini kama vitamini B1 au vitamini B6 kunaweza kupunguza maumivu kwa kiasi fulani. Lakini pia baadhi ya wanawake wakifanya mazoezi maumivu yanapungua. Pia kupunguza mawazo kunaweza kuondosha pia maumivu makali sana. Ukifanya haya na unaona kwamba hali yako inaendelea kuwa mbaya, tafadhali nenda kaonane na daktari akusaidie. Asante, mpaka wakati mwingine. Ulikuwa nami Dr. Mniko. Kazi yetu ni kuwaunganisha wagonjwa kutoka Tanzania kupata matibabu India, South Africa, Uturuki na USA kwa urahisi kabisa. Tutakuunganisha.